Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa, karibu katika Tumaini 33 ya Tumaini TV. Ipe nafsi yako tumaini. Sina shaka hujambo na unatutazama kupitia kingamuzi cha Azam 470 nambari yake, na pia unaweza kuingia mtandaoni Tumaini andika Tumaini_TV nako pia utatutazama kwa uzuri. Niko pamoja na Areta Leonard Simon kutoka parokia Mtakatifu Ambrose IPTL Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Lakini kwa namna ya pekee tuko naye Padre Didas Nandi kutoka Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Baba, karibu tena. Asante sana. Na wewe mtazamaji pia tunakualika uwe nasi hadi tamati ya kipindi hiki. Hima ni miaka 33 ya utume wake Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana basi tunayoyazungumza yanamhusu yeye Kristo. Iwe kwa Biblia, iwe pia kwa mafundisho kama haya yanayohusu ibada ya huruma ya Mungu. Na leo tunazungumza kuhusu sikukuu ya Faustina. Oktoba 5. Yes. Apostle. Yeah. Binti yangu. Bwana alikuwa anamuita my apostle, my secretary, my chosen one. Katibu. Mtakatifu Faustina. Mtakatifu Faustina. Leo feast yake. Sawa kabisa. Basi baba, tuanze kwa sala na tuzungumze kuhusu Mtakatifu Maria Faustina Kowalska. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunashukuru kwa ajili ya zawadi ya maisha na utume wa Mtakatifu Maria Faustina Helena Kowalska, na tunashukuru kwa ajili ya sikukuu yake. Basi tunaomba anapokuwa huko mbinguni, basi aendelee kutuombea na wewe uzidi kutubariki kwa huruma ambayo ulimtuma kama mtume wako, kama katibu wako, aweze kueneza hiyo huruma yako hapa duniani. Nasi utujalie kwa kipindi hiki na sisi tuendeleze kile ulichomtuma Mtakatifu Maria Faustina kwa ajili ya sifa na utukufu wako, na hasa kwa ajili ya wokovu wetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndiyo. Tumsifu Yesu Kristo Baba. Milele amina. Karibu sana Baba Donandi. Asante. Baba, kwanza salamu zako nyingi sana kwa watu. Nashukuru sana. Komenti za watu ni nyingi sana. Haya mafundisho ya wiki 4 kuhusu saa takatifu. Ndiyo. Baba, umegusa roho za watu sana. Umehubiri kutoka Agano la Kale saa takatifu, devotion zote umeongelea kuhusu saa takatifu. Kuna mengine mengi binafsi nilikuwa sijui. Kwa hiyo salamu nyingi sana kwa watu, na watu wana comment sana kuhusu wewe, na wengi wameniambia wanasema asante. Asante sana. Walatini wanasema Deo gratias. Tunashukuru Mungu. Kwa hiyo Baba, leo Oktoba 5, leo dunia ndo Mtakatifu Maria Faustina aliachana na maisha ya dunia. Saa yake ilifika ya kuingia mbinguni mwaka 1938. Ilikuwa ni saa 3:45 usiku. Ilikuwa siku ya Jumatano. Sawa kabisa. Na alizikwa tarehe 7, ilikuwa Ijumaa ya kwanza ya mwezi, kwa heshima ya moyo mtakatifu wa Yesu. Sawa kabisa. Maria Faustina alizaliwa Agosti 25 mwaka 1905 katika kijiji cha Głogów nchini Poland. Alikuwa ni mtoto wa 3 kuzaliwa kati ya watoto 10 wa mzee Stanislaus na Mariana Kowalska. Kwa babake alikuwa ndo Kowalska, mama yake aliitwa Mariana. Huyo ndiye apostle. Leo tuko na Baba Nandi, nitamuuliza maswali. Ili swali wengi walishagawi kuniuliza. Kwa nini Bwana Yesu alikuwa anamuita Mtakatifu Maria Faustina apostle? Kwa nini asingeishia
my secretary, kwa sababu alikuwa anaandika yale ambayo anaongea na Bwana Yesu, anaongea na Mama Bikira Maria na watakatifu na malaika. Yote Bwana alikuwa anamwambia aandike. Kwa nini Bwana asingeishia tu mtakatifu wangu, binti yangu, my secretary? Hii apostle wengi wanaipigia mstari sana. Nikasema siku ambayo tutakuwa na padri ili atalijibu, sitaki kujibu mimi peke yangu jinsi ninavyojua. Kwa hiyo tuko leo na Baba Donandi atajibu hilo. Mimi nasema kwamba na baba pia unashuhudia Bwana Yesu wakati yuko duniani alikuwa na wale mitume, ndo apostol. Tangia mitume mpaka kipindi hiki tupo sasa, kuna watakatifu wengi, mashahidi, watoto wengi mabikira, na Mama Bikira Maria katokea sana, na Bwana Yesu matokeo yake makubwa tunayajua kama tokeo la moyo mtakatifu wa Yesu. Margarita Maria Lacoque alikuwa anamuita mpendwa wa moyo wangu mtakatifu. Lakini hapo hatukuona tena binadamu anaitwa apostle. Sasa Bwana anakuja kwa Mtakatifu Maria Faustina hii mwaka 1931 anamuita apostle. Na kuna andiko huku ambalo itakuwa ni inasababisha, na Bwana anaonyesha kwa nini Maria Faustina alikuwa anamuita apostle. Sawa kabisa. Leo baba, tumechukua kwenye diary sehemu ambazo roho yangu ilikuwa inanigusa zaidi kuwaelezea watu. Diary nzima inagusa sana, lakini kuna sehemu zina tofauti kidogo. Nikasema leo tuwasomee, alafu baba utaelezea. Tokeo la kwanza ambalo nataka kuelezea ni namba 20 ambayo Mtakatifu Maria Faustina alipelekwa kwa mara ya kwanza toharani. Sawa kabisa. Tokeo linasema hivi, Maria Faustina hapa alikuwa mgonjwa. Kwenye mapumziko yake anatuambia kwamba siku hiyo alimuona malaika wake mlinzi akamwambia nifuate. Anasema kitambo kidogo wakati anamfuata malaika wa mlinzi, Maria Faustina anasema alijikuta sehemu yenye ukungu uliojaa moto. Anasema ambayo ilikuwa na kundi kubwa la roho zinazoteseka. Ilikuwa zikisali, hizi roho zilikuwa zinasali kwa bidii lakini bila mafanikio. Anasema ila tu kwamba sisi ndo tunaweza kuzisaidia. Ndimi za moto zilikuwa zikiwachoma wale roho, lakini hazikumgusa hata kidogo Maria Faustina. Anatuambia malaika wangu mlinzi hakuniacha hata mara moja. Maria Faustina anasema niliuliza roho hizi zilizokuwa zinateseka mateso makubwa, nikawauliza teso lenu kubwa lilikuwa lipi? Anasema zote zikajibu, hizi roho zote zikajibu kwa sauti moja kwamba mateso makubwa yalikuwa ni kumtamani sana Mungu pamoja na moto unaowachoma. Lakini halikuwa teso la kwanza kubwa. Teso la kwanza kubwa lilikuwa ni kumtamani sana Mungu. Anasema Maria Faustina anasema pia nilimuona mama yetu Bikira Maria akizitembelea roho zilizoko toharani. Maria Faustina anasema roho zile za toharani zilikuwa zinamuita Mama Maria nyota ya bahari. Alikuwa Mama Maria alienda kuzifariji. Maria Faustina anasema nilitaka kuongea nao tena, lakini malaika wangu mlinzi alinipungia mkono kiniashiria kwamba tuondoke. Anasema tuliondoka kwenye gereza hili la mateso na nikasikia sauti ya Bwana Yesu ikiniambia, huruma yangu haihitaji haya, ila haki inahitaji. Maria Faustina anasema tangu wakati huo nipo katika ushirika wa karibu sana na roho zinazoteseka toharani. Baba, sisi wa Katoliki tunaombea roho za toharani, tunawatolea nia za misa. Sawa kabisa. Tunasali rozari kwa ajili yao, tunafanya matendo ya huruma kwa ajili yao, tunasali novena kwa ajili yao, lakini si wote wanaamini katika hilo. Labda kwa vile upo hapa baba, tueleze kuna faida gani kuwaombea roho za marehemu walikopo toharani? Faustina hapa anatuambia wao wenyewe hawawezi kujiombea.
Ndiyo. Na katika novena ya huruma ya Mungu siku ya 8, Bwana Yesu anasema, toeni neema zote za kanisa langu kwa ajili ya roho za marehemu wanaoteseka toharani. Laiti mngelijua mateso yao, mngetoa neema zote za kanisa langu kwa ajili yao. Sasa lakini kuna wengine bado hawaamini katika kuwaombea roho toharani, hasa pia Wakatoliki wapo. Karibu baba. Asante sana, asante sana. Kwa sababu katika mafundisho yetu ya imani yapo mafundisho juu ya kuwaombea marehemu toharani. Na hata katika maandiko matakatifu sisi wa Katoliki tuna kitabu cha Wamakabayo ambacho kinaeleza wana wa Israeli walikuwa wanapigana vita na maadui zao. Sasa askari kadhaa waliuawa, na walipochunguza, Yuda Makabayo walipochunguza kwa nini walikufa wale askari, walikuta walikuwa na hirizi, au wanasema talasimu kwa neno la Biblia. Walikuwa na hirizi ambazo walikuwa wamezivaa, ambazo ilikuwa kinyume cha imani. Sasa yule Yuda akachangisha mchango wa fedha wapeleke Yerusalemu kwa ajili ya kuwaombea msamaha wale marehemu. Kwa hiyo ukiona kuanzia maandiko yenyewe matakatifu na sehemu hiyo ya kitabu cha Yuda Makabayo kinatuonyesha jinsi kumbe walichangisha hata fedha, na anasema alifanya kitu kitakatifu, kitu kizuri. Kwa hiyo kanisa Katoliki linajua kwamba kanisa limegawanyika sehemu 3. Kuna kanisa la watakatifu mbinguni waliokombolewa. Alafu kuna kanisa la duniani, hija, lililo katika hija, liko safarini. Alafu kuna kanisa la 3, ndio hilo kanisa la toharani, kwamba bado hawajafika mbinguni. Sasa kanisa la mbinguni wanafurahi, wanashiriki furaha ya milele. Wana uwezo wa kutuombea sisi ambao tuko kwenye kanisa la hija. Wana uwezo pia wa kuwaombea walio katika kanisa la toharani. Sisi tulio duniani tuna uwezo wa kujiombea na kuwaombea waliopo toharani. Ila kanisa la walio toharani hawawezi kujiombea. Hawawezi kujiombea. Kumbe wale wanahitaji waombewe, au aidha na roho zile zilizopo mbinguni za watakatifu, au sisi tulioko duniani. Kwa hiyo ndio maana kanisa limeweka kwamba kwa sababu wote ni kanisa lile lile, ila tofauti ni kwamba ili kanisa la toharani ni kanisa ambalo wanasafishwa. Ndio maana ukiona maneno ya wenzetu ya kigeni, Kiingereza wanasema purgatory, natokana na neno to purge, kusafisha, kutakasa. Ndio maana wanasema toharani. Ni tohara. Tohara ni neno maana yake la kusafisha, kutakasa. Kwa hiyo wanatakaswa. Sasa hawawezi kujiombea wenyewe. Kumbe ndio maana kanisa tunaalikwa kuwaombea hawa walio toharani. Na kwa kweli ni utume mkubwa sana wa kuwaombea marehemu walioko toharani. Ndio maana hata kwenye njia ya msalaba lazima tunapomalizia, anayemalizia anasema kwamba roho za marehemu walio toharani wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Na ile sala ya kwanza kabisa ya kutualika kusali njia ya msalaba, huyu inasema pia kutolea sala hii kwa ajili ya kuwaombea rehema marehemu walioko toharani. Ndio maana tunamalizia na roho za roho za marehemu apate rehema kwa Mungu, apumzike kwa amani. Amina. Kwa hiyo mwito ni kwamba ni sala nzuri sana. Na ukisoma historia ya watakatifu, kwa mfano Mtakatifu Jetruda Mkuu alikuwa anafunduliwa na Bwana Yesu kuwaombea sana marehemu. Na Mtakatifu Jetruda anatuambia kabisa misa moja ina uwezo wa kutoa marehemu toharani 1000 au zaidi. Mtakatifu Alfonsi Maria wa Liguori ameandika kitabu juu ya marehemu walioko toharani, na yeye mwenyewe alikuwa na ibada sana ya kuombea marehemu walioko toharani. Mtakatifu Padre Pio, Mtakatifu Yohane Maria Vianney, baadaye na watakatifu kama Margaret, Mtakatifu Maria Faustina,
walijua sana juu ya ibada hii ya kuwaombea marehemu waliotoa harani. Tuendelee. Asante baba. Nadhani tumeelewa. Ndio. Kabisa. Tukio lingine ambalo nilisema tushirikishe leo sikukuu ya Mtakatifu Maria Faustina ni la Novemba 27, 1936. Diary namba 777. Ili Mtakatifu Maria Faustina anatuambia hivi: leo nilikuwa mbinguni katika roho na niliuona uzuri wake usio na kifani na furaha ambayo inatungojea baada ya kifo. Niliona jinsi viumbe vyote vinavyotolea sifa na utukufu visivyokoma kwa Mungu. Niliona ilivyokuwa furaha ndani ya Mungu ambayo huenea kwa viumbe vyake vyote, kuvifanya vifurahi, alafu utukufu wote na sifa ambayo hutoka kwa furaha hii inarudi katika chanzo chake. Chanzo chake ni Mungu. Sawa. Anaendelea kutuambia Mtakatifu Maria Faustina, na vinaingia kwenye furaha hii inaingia kwenye vilindi vya Mungu, ni vikitafakari maisha ya ndani ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, ambao havitakuja kuelewa au kufahamu. Chanzo hiki cha furaha hakibadiliki katika asili yake, lakini huwa kipya kila wakati, kikibubujisha furaha kwa viumbe vyote wa mbinguni. Sasa ninamwelewa Mtume Paulo ambaye alisema, jicho halijaona wala sikio halijasikika wala hayajaingia moyoni mwa mwanadamu yale ambayo Mungu ameandalia wale wampendao. Maria Faustina anamalizia anasema, Mungu wangu, jinsi ninavyohurumia watu wale ambao hawaamini katika uzima wa milele. Jinsi ninavyowaombea kwamba mwale wa huruma uwafunike pia, na kwamba Mungu awakumbatie katika kifua chake cha baba, kifua chake cha kibaba. Ili tokeo leo Mtakatifu Maria Faustina alikuwa mbinguni. Anaelezea furaha na utukufu wa mbinguni. Chanzo cha furaha za watakatifu wote wa mbinguni na malaika kinatoka kwa Mungu, alafu ile furaha inarudi kwa Mungu, alafu inatoka kwa Mungu inaenda kwa watakatifu. Kwa hiyo ni furaha ambayo watu wa kule hawana mood. Siku tuko wakati mwingine tuko moodless. Watu wa kule furaha yao iko katika hali kiwango cha juu sana. Kwa kile kiwango cha furaha cha juu sana kinatoka kwa Mungu, alafu kinarudi kwa Mungu, kinatoka tena kwenye chanzo chake ni Mungu, yani inakuwa mzunguko wa namna hiyo. Maria Faustina anawaombea wale ambao hawaamini kama kuna uzima wa milele. Anaomba huruma ya Mungu na kwamba Mungu awakumbatia watu katika kifua chake cha kibaba. Sawa kabisa. Baba, kuna watu ambao hawaamini hakuna mbingu. Ndiyo nani. Wapo, alafu ni jambo la ajabu kama hawaamini kwa maana ni mbingu ipo. Kwa sababu mwanadamu lazima ujue kuna ulikotoka na unako kwenda. Sasa mwanzo wetu sisi ni Mungu na mwisho wetu pia ni Mungu ambaye alituumba. Baba Mtakatifu Francisco aliandika waraka ulioitwa Evangelii Gaudium. Gaudium manake furaha, Evangelii ni Injili. Evangelium. Kwa aliandika ule waraka furaha ya Injili. Kwamba Bwana Yesu mwenyewe kama gospel. Gospel ni Kiingereza manake good news. Kwa hiyo neno Injili manake habari ya furaha. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndio furaha. Kwa sababu Mungu na sifa yake ni kitu kile kile. Ukisema Mungu ni upendo, Mungu ana upendo, manake Mungu ni upendo. Kwa hiyo ukisema juu ya furaha, Mungu mwenyewe ni furaha. Na Bwana Yesu ni furaha na Injili yake ni furaha. Kwa hiyo Mungu kama chanzo cha furaha ametuweka hapa duniani. Tunaishi, tunasafiri, lakini wito wake ni
kushiriki furaha yake. Na ndio maana Papa Francisco aliandika huo waraka wa Injili ya furaha kwamba habari njema, na ndio maana inaitwa habari njema, yani gospel, Injili ni habari ya furaha. Watu waijue, tuijue hiyo habari ya furaha, ituvute hiyo habari ya furaha. Kama anavyosema kwamba njoni kwangu, nami nitawapumzisha, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa sababu raha, furaha ndio inayoleta raha. Karibuni raha ni furaha, furaha ni raha. Kwa hiyo mwito wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwito wa Mungu ni habari njema. Na furaha, mbingu yote imejaa furaha, kwa sababu kule ndio kunako kuwa furaha ya kweli. Kwa hiyo wote tunaitwa, tunaitwa kama anavyosema Mtakatifu Maria Faustina kwamba anawahurumia wale ambao hawajui, hawaamini habari hii. Lakini yeye Mtakatifu Maria Faustina amechukuliwa mbinguni kama alivyochukuliwa Mtakatifu Yohane, alichukuliwa katika kitabu cha Ufunuo, alichukuliwa mbinguni. Mtakatifu Paulo aliwahi kuchukuliwa mbinguni. Mtakatifu Benedikto aliwahi kuchukuliwa mbinguni. Na watakatifu wengine walikuwa wanaonjeshwa yale yaliyo mbinguni, furaha iliyo mbinguni. Kwa hiyo tuna bahati kwamba kupitia Mtakatifu Maria Faustina tena anachukuliwa mbinguni ili katika mafundisho yake na ujumbe wake wa huruma ya Mungu atushirikishe kwamba mbinguni kuna furaha na heri ya milele. Na ndio maana hata tunapozikana tunamtakia yule marehemu furaha ya milele. Ili kule mbinguni akashiriki hiyo furaha ambayo tunaitafuta hapa duniani kwa njia ya Injili na mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio kazi ya kanisa na kazi yetu sote. Ndio maana Baba Mtakatifu amesema katika waraka ule wa furaha ya Injili, anatutaka wote tupeleke habari ya furaha na watu wote waweze kuishiriki, ili watu wote waweze kuwa na matumaini ya kupata hiyo furaha ya milele mbinguni. Amen. Tuende tokeo lingine. Sawa kabisa. La namba 741. Mtakatifu Maria Faustina anatuambia hivi: leo niliongozwa na malaika kwenda kwenye shimo la Jehanamu motoni. Ni mahala pa mateso makali. Panashangaza sana jinsi palivyo pakubwa na papana. Anatuambia aina za mateso niliyoyaona. Teso la kwanza, huko kuzimu ni kumkosa Mungu kabisa, na hakuna matumaini yoyote kuhusu Mungu. Teso la pili ni majuto ya kudumu ya dhamiri. Teso la tatu, hali hiyo haitobadilika. Teso la nne ni moto ambao unaingia ndani ya roho bila kuiharibu. Mateso makali sana, kwani ni moto dhahiri wa kiroho uliowashwa na hasira ya Mungu. Teso la tano ni giza. Giza la kudumu na harufu mbaya ya kutisha. Na licha ya giza ni mashetani na roho za wale waliolaaniwa zinaonana na maovu yote ya wengine na wao wenyewe. Teso la sita ni kuwa na shetani muda wote. Muda wote mpo na mashetani wanaotisha. Teso la saba ni kukata tamaa kabisa. Chuki ya Mungu, maneno mabaya, laana na kufuru ndio vinavyotolewa huko Jehanamu. Haya ni mateso kwa wale wote waliolaaniwa. Lakini huo sio mwisho wa mateso ya Jehanamu. Na kuna mateso maalum yaliyopangwa kwa roho fulani fulani. Hayo ndiyo mateso ya ufahamu.
Kila nafsi hupitia mateso mabaya yasiyoweza kuelezwa kutokana na jinsi ilivyotenda dhambi. Na kuna mapango na mashimo ya mateso ambayo hutofautiana kati ya teso moja na teso jingine. Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, ningekuwa nimekufa mbele ya mateso haya kama uweza wa Mungu usingekuwa nami. Mtakatifu Maria Faustina anatuambia, mwenye dhambi na afahamu ya kuwa atateswa milele akiwa jehanamu. Kwa ufahamu ule kama aliyotenda dhambi. Si tunatenda dhambi katika ufahamu, akili yote. Kwa hiyo na mateso hayo yatakuwa vile vile katika ufahamu, utashi na akili zote kama tulivyotenda dhambi. Mtakatifu Maria Faustina anatuandikia, anasema, ninayaandika haya kwa amri ya ufahamu ule. Maria Faustina anasema, ninayaandika haya kwa amri ya Mungu tu, ili kusiwe na roho inayoweza kupata kisingizio kwa kusema kwamba hakuna jehanamu, hakuna motoni, au kwamba hakuna mtu aliyewahi kufika huko, na hivyo hakuna mtu anayeweza kusema namna ya jehanamu ilivyo. Mimi Sister Maria Faustina, kwa agizo la Mungu, nimetembelea mashimo ya motoni jehanamu, ili niweze kuziambia roho kuhusu huko na kushuhudia uwepo wake. Siwezi kuzungumzia hilo kwa sasa, lakini nimepokea amri kutoka kwa Mungu ya kuacha haya maandishi hapa duniani kuhusu jehanamu. Mashetani waliponiona niko jehanamu, walijawa na chuki kubwa juu yangu, lakini walilazimika kutii amri ya Mungu ya mimi kupelekwa jehanamu kuona na kuja kuwaandikia wanadamu. Ninayaandika hayo, lakini ni kivuli cha yale niliyoyaona. Lakini niligundua jambo moja pia, kwamba roho nyingi zilizoko kule motoni jehanamu ni za wale ambao hawakuamini kuwa kuna motoni. Roho nyingi nilizoziona kule jehanamu ni wale watu ambao walikuwa hawaamini kama kuna motoni. Nilipokuja sikuweza kupona tena kutokana na ile hofu niliyoiona ya kule jehanamu. Ni kwa namna gani roho zinateseka sana huko. Hivyo ninasali kwa nguvu zaidi kwa ajili ya uongofu wa wakosefu maskini wa hapa duniani. Ninaiomba huruma ya Mungu sana iwe juu yao. Yesu wangu, ni heri ningekuwa katika maumivu makubwa mpaka mwisho wa ulimwengu huu, kati ya mateso makali, kuliko kukukosea hata kwa dhambi ndogo. Ni kweli jehanamu ipo. Na kama Mtakatifu Maria Faustina alivyoonyeshwa, ndivyo hata Mtakatifu Yohane alionyeshwa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa mfano tukisoma ile sura 20, mstari wa 13 hadi wa 15, nasema, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kadiri ya matendo yake. Sasa mstari wa 14 unajibu kwamba mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Kwa hiyo alichoonyeshwa Mtakatifu Maria Faustina ndicho alichoonyeshwa Mtakatifu Yohane, kwamba huo moto tena wa milele upo, jehanamu ipo. Na bahati mbaya siku hizi watu wanajaribu kurahisisha kwamba huruma ya Mungu, Mungu ana huruma, atatusamehe tu, lakini wanasahau haki ya Mungu. Haki ya Mungu ambayo
pale msalabani. Papa Benedikto wa 16 aliandika waraka mzuri wa upendo na wa Ekaristi Takatifu kwamba msalabani haki ya Mungu ndiyo iliyosababisha Yesu apingane na roho yake mpaka kufa msalabani. Kwa sababu Mungu asingetusamehe, Mungu wa haki, ile haki singekubali tusamehewe kirahisi. Ndio maana ikafanya Kristo apambane na sadaka yake. Kwa hiyo moto upo. Kwa ufupi, moto upo. Naam, mtazamaji mpendwa, kipindi Tumaini 33 ibada ya huruma ya Mungu, na kama ambavyo tumekuambia tangu mwanzoni, tunazungumza kuhusu sikukuu ama tunasema kumbukizi ya Mtakatifu Faustina, mtume wa huruma ya Mungu. Ni furaha kwa sababu tunamwadhimisha yeye ambaye alituwekea kumbukumbu nzuri ya matokeo ya Bwana wetu Yesu Kristo, akimuelekeza kuhusu ibada nzuri ambayo inawezekana basi sisi pia kuanzia hapo tunaweza tukajitahidi kuepukana na haya ambayo atuambia Faustina ameoneshwa. Na baba anasisitiza na kuthibitisha kupitia Biblia kwa wale watakatifu wakubwa ambao walitangulia kabla ya Faustina, nao wanashuhudia na hawa ndio walikuwa na Yesu kwa karibu kabisa. Sasa sijui tunataka nini kingine, tujaribu kujirudi na kujifunza namna ambavyo basi Mungu anataka tuishi, tuweze na siku hii rithi mbingu. Tupate mapumziko mafupi, baada ya hapo tutaendelea. Tumerudi mtazamaji na tuendelee. Yes. Katika tukio lingine Mtakatifu Maria Faustina, tumeona tukio ile la kwanza, Maria Faustina amepelekwa mbinguni, ameshuhudia. Tumeona Jehanamu ipo, tumeona tena toharani ipo. Nasoma hili tukio tena la mbinguni Maria Faustina. Maria Faustina mbinguni alipelekwa mara nyingi na ametuandikia, ila niliachukua mawili tu. Linasema hivi: Ijumaa baada ya komunyo takatifu nilichukuliwa katika roho hata mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Huko ndipo nilipoona nguvu za mbinguni ambazo haziishi kumsifu Mungu. Zaidi ya kiti cha enzi niliona mwangaza usiofikika kwa viumbe, na kule ni Neno aliyetoa mwili tu, anaingia kama mpatanishi. Wakati Yesu alipoingia kwenye nuru hii, nilisikia maneno haya kutoka kwa Bwana Yesu: andika mara moja kile unachokisikia. Mimi ni Bwana kwa asili na ni mlinzi kwa wenye shida au mahitaji. Ikiwa ninaamuru viumbe viwe, hicho ni kina cha huruma yangu. Na wakati huo huo nilijikuta tena nipo ndani ya kanisa letu, nimepiga magoti. Misa ilikuwa inamalizikia. Kwa hiyo hapa Bwana alimwambia kuwa mimi ni Bwana kwa asili na ni mlinzi kwa wenye shida au mahitaji. Ikiwa ninaamuru viumbe viwe, hicho ni kina cha huruma yangu. Baba Nande, nitakuomba uelezee kitu fulani hivi ambacho ninakwenda kusoma. Kwa nini Bwana Yesu anamuita Secretary Maria Faustina? Ni kwa sababu alikuwa anaandika, anamwambia andika yote ninayokuambia. Sasa tuone hiki ambacho tokeo hili ambalo tutaona wote kwamba Maria Faustina alikuwa mwandishi wa Bwana Yesu, alafu nani alikuwa anaratibisha yale maandishi, kwamba si unajua tukiwa waandishi wa vitabu kuna mtu ambaye anakagua. Ndio. Tutaona hapa nani alikuwa anamkagua maandishi haya ya Faustina. Hii namba 459 inatuambia hivi. Maria Faustina anatuambia: katika kutafakari hayo nikamwona Bwana Yesu amekaa juu ya altare. Amevaa vazi jeupe
na mkono wake wa kulia ulikuwa umebeba kitabu, daftari, kitabu ninachoandika haya, hizi kumbukumbu ninazoandika. Wakati wote wa kutafakari, Bwana Yesu aliendelea kufungua kurasa ya kitabu changu, kurasa moja moja, akiwa kimya anasoma haya maandiko yote anayoniamuru niandike. Walakini moyo wangu haukuweza kubeba moto uliokuwa umewashwa ndani ya roho yangu. Licha ya bidii kubwa ya nafsi yangu kujiwazia na kutoruhusu wengine wasione kinachoendelea katika roho yangu, kuelekea mwisho wa tafakari hii, nilihisi kuwa nilikuwa nje ya uwezo wangu mwenyewe. Kisha Bwana Yesu akaniambia hivi: haujaandika kila kitu kwenye daftari lako juu ya huruma na wema wangu kwa wanadamu. Natamani usiondoe chochote ulichoandika. Natamani usiondoe chochote ulichoandika. Kwa hiyo tumeona alikuwa anakagua daftari la Mtakatifu Maria Faustina. Alikuwa anaandika ni Bwana Yesu mwenyewe. Na alikuwa analichukua daftari la Mtakatifu Maria Faustina, anaenda anakaa juu ya altare, anapitia kurasa moja moja, anakagua yale Mtakatifu Maria Faustina anaoandika kumhusu Bwana Yesu, kuhusu malaika na kuhusu yote anaongea na Mama Bikira Maria. Kwa hiyo mratibu yule alikuwa anaangalia kilichoandikwa na Mtakatifu Maria Faustina ni Bwana Yesu mwenyewe. Ndio maana maandiko yote ya Mtakatifu Maria Faustina hakuna binadamu aliyeyasaisha. Yaliachwa kama yalivyo, kama alivyoandika Mtakatifu Maria Faustina, kwa sababu alikuwa anapitia ni Bwana Yesu yeye mwenyewe. Na hapa Maria Faustina ametuambia Bwana anakaa juu ya altare akiwa na daftari lake. Maria Faustina anapitia peji moja moja, na Bwana anamwambia, hujaandika kila kitu kwenye kitabu hiki kuhusu wema wangu na huruma yangu kwa wanadamu. Natamani usiondoe chochote. Ndo hii diary ya huruma ya Mungu iliyoandikwa Divine Mercy in My Soul. Mwandishi Mtakatifu Maria Faustina aliandika yote aliyokuwa anaambiwa na Mungu Baba na Bwana Yesu na Mama Bikira Maria na malaika na watakatifu na mashetani. Yote ameandika Mtakatifu Maria Faustina, na alikuwa anakagua ni Bwana Yesu yeye mwenyewe. Baba Nandi. Sasa hapo tumeona jina la Mtakatifu Maria Faustina kuitwa My Secretary. Sasa tutaomba utuambie Maria Faustina kwa nini apostle? Kwa nini Bwana alikuwa anamuita My Apostle? Siku moja kwenye namba 1757, 1765 na 1775, Maria Faustina alikuwa mafungo. Kwenye hayo mafungo yalikuwa ya siku 3. Siku ya kwanza ya mafungo, Bwana Yesu akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, leo tafakari katika roho siku nzima Injili ya Yohana sura ya 15. Yaani siku nzima utaisoma ile Injili ya Yohana yote na uitafakari siku nzima. Siku ya kwanza ya mafungo. Siku ya pili ya mafungo, Bwana Yesu akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, leo utatafakari Injili ya Yohana sura ya 19 yote. Kwa siku nzima ya mafungo, kuanzia asubuhi mpaka usiku, Maria Faustina utakuwa unaisoma tu sura ya Injili ya Yohana sura ya 19 yote na kutafakari katika roho. Na siku ya 3 ya mafungo, Bwana Yesu akamwambia Mtakatifu Maria Faustina, leo utatafakari Injili ya Yohana sura ya 21 yote. Kwa kuanzia asubuhi mpaka usiku, wewe utasoma tu Injili ya Yohana sura ya 21 na utaitafakari siku nzima. Kwa hizi siku 3 za mafungo alipewa na Bwana Yesu kutafakari siku nzima. Siku ya kwanza
Injili ya Yohana sura ya 15, siku ya pili Injili ya Yohana sura ya 19, siku ya tatu Injili ya Yohana sura ya 21. Tuko na padre atatuambia kwa nini Bwana Yesu alikuwa anamwambia atafakari hizi aya ya 15, 19 na 21 kwenye kitabu cha Injili ya Mtakatifu Yohana. Hapo ndo tutapata kwa nini Bwana alimuita Mtakatifu Maria Faustina my apostle. Alafu baba, tukimaliza kutafakari hiyo, Maria Faustina atatuambia siku ambayo sikukuu ya kupaa Bwana nini aliona. Baba, sawa, karibu kabisa. Tunaenda na muda. Karibu baba. Okay. Yeah. Nashukuru sana. Kwanza tukiona hizi sura alizopewa na Bwana wetu Yesu Kristo, ukiona sura ya 15 ni Yesu ni mzabibu, wa kweli baba ni mkulima, sisi ni matawi. Na kitu ambacho ameongelea Bwana Yesu pale ni kwamba lazima tuwe, yani sisi kama matawi tuunganike na mzabibu. Bila kuunganika na Kristo sisi hatuwezi lolote. Anasema mkikaa ndani yangu mtazaa sana, bila mimi hamtazaa. Na mtakuwa kama matawi yasiyozaa, yanakatwa na kutupwa. Kwa hiyo Bwana Yesu anapomwambia siku nzima tafakari sura hii ya 15, sababu inaongea juu ya muunganiko wa tawi na mzabibu. Na kama anavyosema baba ndo mkulima, Yesu mwenyewe ndo mzabibu, na sisi ni matawi. Kwa hiyo Bwana Yesu anataka huyu Mtakatifu Maria Faustina kama mtume anayetumwa hawezi kufanya ile kazi ya utume bila muunganiko wa kina. Kama anavyosema kwamba bila muunganiko wa kina tawi linakatwa na kutupwa na kuchomwa moto. Sema ila tawi likikaa ndani yake basi linazaa sana. Bado Bwana Yesu ana wito wa kusema siwaiti tena watumwa bali rafiki zangu. Kwamba na ni sura hii ya 15 inamwalika pia Mtakatifu Maria Faustina na wote kuhakikisha kwamba Kristo anatuita kuwa rafiki zake, sio watumwa. Na katika urafiki naye na kuungana naye ndio tutazaa, kama anavyosema mstari wa 16 katika sura ya 15 kwamba sio ninyi mlionichagua bali ni mimi niliwachagua nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kudumu. Kwa hiyo anataka tafakari ili awe tawi ambalo limeungana ili liweze kuzaa matunda kama Kristo anavyotaka. Katika sura ile ya 19 ni kwamba sura ya 19 ni muendelezo wa sura ya 18. Kwamba sura ya 18 ndio inaanza kutuonyesha Yesu yuko mahakamani. Yesu maana yake anaanza mateso. Na sura ya 19 inaendelea kueleza mateso. Sasa Bwana Yesu anataka Mtakatifu Maria Faustina aone mateso, kwa sababu sura ya 19 inamalizia mateso na kifo na nini kilitokea baada ya kufa, anavyochomwa mkuki na kumwaga damu na maji na kadhalika. Lakini sura ya 19 bado ina sehemu ambayo Bwana Yesu anamkabidhi Mama Maria Mtakatifu Yohane na Mtakatifu Yohane kwa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo ina mateso, ina Bwana Yesu kumkabidhi mama na kwa Mtakatifu Yohane kwa Mama Bikira Maria, na ina kifo na ina damu na maji yanayotoka msalabani. Kwa hiyo mstari wa 34. Mstari wa 34. Kwa hiyo kumbe pale atafakari kwa kina ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo juu ya mateso yake, juu ya Mama Bikira Maria katika maisha yetu, juu ya kifo chake. Na Yohane anasema kabisa watamtazama waliomchoma, hawatamvunja miguu, ili andiko litimia, hawatamvunja miguu na baadaye anakufa. Kwa hiyo ajue thamani ya kifo cha Kristo, kwa sababu anakwenda kumwandaa kuwa mtume. Na sura ya 21 ya Injili ya Yohane ndio sura ya mwisho. Na hii inaonyesha Yesu mfufuka. Yesu mfufuka ambaye
aliwatokea hata mitume walipokuwa navua katika bahari ya Tiberia, na walikuwa wajapata kitu, alafu yeye akawaambia tupeni watupe wavu, na wakavua samaki wengi. Ndipo Yohana akamtambua, akasema ni Bwana. Na Petro alipotambua hivyo, kwa sababu alikuwa uchi, akazama ndani ya maji. Lakini baada ya Bwana Yesu kuambia wafungue kinywa, na baadaye ndipo anamuita Petro kwamba Petro, je, wanipenda kuliko hawa? Anasema nani, nakupenda, paka mara 3. Ile ya 3 kidogo akahuzunika Petro kwa kuwa ameulizwa mara ya 3. Lakini manake Yesu ni kama alitaka kwa kuwa alimkana mara 3, sasa anamuuliza mara 3 makusudi. Na mwisho anamwambia kwamba chunga kondoo wangu, lisha kondoo wangu, kwamba kama tunampenda Yesu, upendo wetu tutafsiri katika utume, katika uinjilishaji, katika uchungaji. Lakini mwisho anamwambia sharti kwamba ulipokuwa kijana ulikuwa unakwenda unakotaka, labda unafanya unayotaka, lakini sasa katika uzee utafungwa na kupelekwa usikotaka, kisha kamwambia nifuate. Kwa hiyo yote haya Bwana Yesu anataka Mtakatifu Maria Faustina yatafakari, kwa sababu anatumwa kuwa mtume, na yeye aweze aweze kujiona kama mtume Petro anavyotumwa, na yeye basi anatumwa na huyo Yesu mfufuka. Na kweli ile tarehe 22 mwezi Februari 1931 anapomtokea sasa kumuita, ni kama anamuita sasa na yeye kuwa mtume, kama alivyomuita Petro, ampende na awe tayari kufanya kazi na mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Kristo. Kama alivyotokea Bwana alivyofufuka akatokea mitume, sasa anamtokea Maria Faustina hii Februari 22. Sawa kabisa. Tumepata kujua kwa nini Bwana alikuwa anamuita Maria Faustina my apostle. Tokeo la mwisho 17:10 inasema hivi. Maria Faustina anasema, leo ilikuwa sherehe ya kupaa Bwana. Leo niliandamana na Bwana Yesu alipopaa mbinguni. Ilikuwa inaelekea mchana. Niligubikwa na shauku kuu ya Mungu. Ni jambo la kushangaza sana. Kadiri nilivyohisi uwepo wa Mungu, ndivyo nilivyomtamani sana. Ndipo nikajiona nipo katikati ya umati mkubwa wa wafuasi na mitume, tukiwa pamoja na mama Bikira Maria. Bwana Yesu alikuwa akiwaambia, enendeni ulimwenguni kote mkafundishe kwa jina langu. Akafumbua mikono yake na kutubariki na kutuweka mawinguni. Na mtazamaji, tamati ya kipindi Tumaini 33, lakini tukiwa tunaendelea na mada yetu ya ibada ya huruma ya Mungu. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunashukuru kwa ajili ya leo tarehe 5 Oktoba, siku ambayo watakatifu waliita Dies Natalis, yani siku ya kuzaliwa mbinguni. Tunashukuru kwa Mtakatifu Maria Faustina, baada ya kuishi miaka 33 umri wa Kristo, basi ulimchukua azaliwe mbinguni. Basi utubariki na sisi, ili na sisi siku yetu ya kifo chetu iwe siku ya kuzaliwa mbinguni, kwa kupitia ibada hii ya huruma ya Mungu na neema na baraka mbalimbali. Basi utubariki kama ulivyombariki Mtakatifu Maria Faustina, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, Papa wa Roma, na watakatifu wengine mbalimbali. Utubariki na kutulinda, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Amina. Tumaini Media, watie moyo ndugu. Amen.